Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuhakikishe kwamba tutasimamia miradi yote ya serikali, tutasimamia pesa yote ya serikali, tunafanya kazi kwa upendo. Na ndio maana Mheshimiwa Waziri Mkuu, huwezi kupata mahala pa kufanya utatuzi wa migogoro ya watumishi wa serikali na viongozi wao. Tunafanya kazi kwa kushirikiana, kwa kusaidiana, na ushirikiano mkubwa wa chama na serikali na watu wa Wanging'ombe ajenda yao kubwa ya maendeleo. Na mwisho, Wanging'ombe hoi. Wanging'ombe hoi. Mheshimiwa Ndugai hapa amezungumza kuhusu maendeleo. Kazi ambayo Mama Samia amefanya kwa miaka mingapi? Miaka mingapi? Kuna mahala ambapo mama kijiji hajagusa maendeleo? Kwenye elimu ya msingi amegusa, sekondari amegusa, afya amegusa, maji amegusa, umeme amegusa, barabara amegusa, kilimo amegusa na maendeleo mengine mengi. Na mikopo amegusa. 10% ya halmashauri vijana wanapata, kina mama wanapata na watu wenye mahitaji maalum wanapata. Nataka kusema nini? Kazi za Mheshimiwa Rais kwa Watanzania hazihitaji tochi. Kazi aliyofanya Mama Samia kwa miaka 4 akiwa madarakani haihitaji tochi. Aje mtu aseme, umuonyeshe kwa vitendo kwamba kimefanyika kitu. Katika wilaya hii Mheshimiwa Rais ametupa zaidi ya bilioni 12 milioni 700. Tumejenga zahanati 19, tumejenga vituo vya afya 8 na hospitali ya wilaya. Jumla ya vituo vya afya vipya kwa miaka 4 ni 28 kama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais ametupa watumishi, ametupa magari ya wagonjwa matatu, ametupa gari ya usimamizi. Wajawazito na wagonjwa mahututi sasa changamoto ya kukodi magari ya wagonjwa tumeondokana nao. Na tumekubaliana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba ni marufuku mama mjamzito kulipishwa fedha ya mafuta wala posho kwenye gari la wagonjwa, na tunaendelea na utaratibu huo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa barabara tulizonazo sasa, tumetoa wito kwa TANROADS na TARURA kufuatilia mwenendo wa uzima na matumizi ya barabara hizi. Hii barabara yetu hii itakuwa na uwezo wa kupitisha gari lenye uzito wa juu tani 20. Tukianza kupitisha malori tani 50 60 tutaua barabara. Alafu barabara inakaa miaka 2. Kwa hiyo wananchi tuwe walinzi. Mtu analeta mlori hapa mpaka kule tani 40, barabara hii ataiua siku 2 tu. Na tunapata shida, barabara zetu nyingi zinakufa kwa sababu zimejengwa kwa ukomo wa tani, lakini mtu anapitisha tani zaidi ya uwezo. Hatuwezi kujenga vituo kote kote huko. Ni lazima sisi wenyewe tulinde. Haya ni mambo muhimu sana. Eneo jingine ni barabara za vijijini zinaimarishwa na TARURA. TARURA ambayo inafanya kazi kwa sasa inasimamia barabara hizo ili kuunganisha vijiji na vijiji na makao makuu ya kata na kata, lakini kata na makao makuu ya wilaya. Huko tutajenga kwa kiwango cha vumbi, lakini pia na changarawe. Ujenzi wa barabara za lami kimkakati zimeanza na barabara za kuunganisha makao makuu ya mikoa, kazi ambayo sasa tumeikamilisha. Hatua ya pili sasa ni wilaya na wilaya. Na ndio hii kazi inayojengwa, hii barabara inaunganisha kati ya makao makuu ya wilaya hapa Ng'ombe na Njombe pale au makao makuu Makambako. Na hii pia lazima iende ikaunganisha barabarani ili uweze kutoka, na bado kutakuwa na barabara inakwenda kuunganisha na Njombe. Haya ndio maunganisho ambayo sasa yanafanywa karibu nchi nzima. Tuna miradi mingi ya barabara ya kuunganisha wilaya na wilaya. Ndio kazi kubwa inayofanywa sasa. Kwa hiyo wana Njombe, msio na mashaka juu ya barabara, mtaunganishwa na kila mmoja atakuwa huru kutembea. Kwa hiyo kwenye elimu, wazazi msiwe na shida. Pelekeni watoto shule. Serikali yenu inataka kuona kila mtoto wa Tanzania anakwenda shuleni kwa umri huu wa kuanzia miaka 4 5 kuendelea. Aanze tena chekechea. Hapo kijijini kuna shule msingi, na kwenye shule hiyo kuna darasa la chekechea. Mpeleke akajifunze mambo matatu mwaka mzima: kusoma, kuandika na kuhesabu. Aendelee darasa la kwanza akiwa anajua kusoma, kuandika na kuhesabu.
amalize darasa 7 akiwa anajua kusoma, kuandika na kuhesabu. Shule za sekondari zipo kwenye kata, tena kata nyingine zina shule 2. Mbunge wenu ameamua kujenga shule ya pili pale ambako kuna msongamano, lakini pale ambako kuna umbali mrefu kati ya shule na wananchi. Mna shida gani nyie? Mna shida gani tena? Mnataka nini tena? Mnataka nini? Nataka niwaambie, mtoto wa Kitanzania kwenda shule ni lazima. Mtoto wa Kitanzania kwenda shule ni lazima. Mtoto huyo umemzaa wewe, sawa kabisa. Wa kwako, sawa kabisa. Kwenda shule lazima. Na tumeweka na sheria ya mzazi anayesema huyu mwanangu sitaki kumpeleka shule. Huyo ana mkondo wa sheria unamfuata. Na ndio kwa sababu hata marais wetu kuanzia wa rais wa awamu ya 5 Dr. Magufuli na rais wa sasa wa awamu ya 6 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wakaendelea kusema kuwa elimu hii kutoka chekechea mpaka form 6 hakuna ada wala michango ya hovyo, ili kukuwezesha wewe mzazi kumpeleka mtoto huyo shule. Na ndipo hapo palipoweka na sheria kakukubana wewe mzazi usiyetaka mtoto wako kumpeleka shule, alafu unampa maandazi, unampa ndizi, unampa viazi akauze sokoni. Ndugu yangu, utaishia gerezani. Peleka mtoto shule. Lakini leo unaonaje? Kwani usione raha kumuona kijana wako kama huyu yuko shule, yuko na wenzake, anafurahi, anasoma na anapendeza? Ona vijana wale waliovaa tracksuit. Tunatamani na wako pia aende shule. Watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, simamieni haya maelekezo. Watoto wote wenye umri kuanzia miaka 4, 5 ambao tayari wanatosha kwenda chekechea waende wakasome shule ya awali. Haya ni maelekezo, na wakuu wa wilaya msimamie. Watoto wa Tanzania lazima waende shule. Hatuna sababu ya mtoto kutompeleka shule. Hakuna michango ya ovyo, hakuna tena ada. Mpeleke shule. Wewe kazi yako ni kumnunulia sare nzuri, kumnunulia vifaa vya darasani, kumlisha vizuri, basi.